Mwenyekiti. 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 Mbona upo hapa vipi? Tumekuta nini? Vipi mwenyekiti? Mbona niko hapa? Sielewi mwenyekiti, nimetoka zangu huko napita narudi nyumbani na kukuta mtangu umelala basi. Sielewi tumekuta nini mwenyekiti? Au naumwa? Hapana, nimelala nyumbani. Sio mbona uko hapa? Sijui niko wapi hapa. Hapa kunaitwa mtana, mtakuja na babii. Mtakuja? Mwenyekiti, sio muda kujadiliana sasa hivi. Hii ni aibu. Pole sana mwenyekiti. Asante sana. Mama Lulu, mpaka sasa hivi nashindwa kufahamu kitu gani kimenitokea. Nililala ndani mwangu, leo hii wewe unanikuta nipo kule njiani. Nimeshindwa kuelewa kabisa jambo hili. Sija kama mwenyekiti ulikunywa pombe? Mwenyewe kajua labda umelala kitandani, kumbe umelala nje. Mama Lulu, kusema ukweli, mpaka ninapofikia umri huu sijawahi kutumia kilevi chochote. Ila haya itakuwa ni mauzauza tu. Nitafanya kitu, kwa sababu nikiendelea kulifumbia macho hili nitaendelea kupata aibu. Vipi kuhusu na kikao? Mpaka hili jambo tutakapopata suluhisho kitafuata kikao. Sawa mwenyekiti. Ngoja nikuache. Sawa. Karibu. Asante. Nipata fedha kubwa. Sizonje. Vipi hali? Salama tu. Si wewe? Sawa, sasa utakuwa na muda uje hapa nyumbani mara moja? Sasa hivi tu hapa. Niko nyumbani hapa. Sawa. Sizonje, juzi kulikuja nyumbani, nilionyesha kabisa dhahiri kuwa kuna kitu nataka kuniambia. Niambie leo. Ni kweli mwenyekiti, siku ile nilikuja nyumbani kwako mbio mbio, kuna kitu nitaka kukuambia. Tena jambo lenyewe. Mtoto, jambo? Jambo. Nimekuita hapa mtoto, ukaninulie nyanya, kitunguu na unga. Sawa eh? Amuja. Wewe kunisonya mimi? Niachie. Hivi mtoto hujafunzwa eh? Na kuuliza wewe hujafunzwa na kubwa? Unataka nikuonyeshe nilivyofunzwa?
ndio ilivyotokea mwenyekiti. Sawa. Huyu mtoto ni Azumba eh? Kwa kweli bahatika kujua jina lake. Hivi kwani yule mtoto ni wa nani na anatokea wapi? Mwenye sifahamu kama mtoto, isipokuwa huyu Azumba imegeuka gunzo katika hapa kijiji chetu. Kweli mtihani. Kwa hiyo kama wewe serikali umechukua uamuzi gani mpaka sasa hivi? Nilivyofikiria tutaita kikao ndani ya siku 3 hizi. Nitakupa taarifa. Sawa. Hamna shida. Acha mimi nielekee nyumbani. Sawa. Nilikwambiaje? Huo mdomo wako ndio utakuponza. Naomba unisamehe. Mimi aliniuliza tu. Nimeshakwambia sitaki uniongelee, na ukiendelea kuniongelea utakiona cha ntema kuni. Naomba unisamehe. Mdogo wangu. Dada. Kusema kweli, mimi haya maisha kijijini nishachoka. Nimeachoka kabisa. Kila siku ya Mungu mambo ya ajabu ajabu. Kila siku kicha, mara hili, mambo ya kutichatisha. Nimeachoka mdogo wangu. Mimi mwenyewe dada, maisha kijijini mwenyewe nishachoka. Nilikuwa nakusubiria wewe tu utoe uamuzi wako. Hapa kuna cha maamuzi, hakuna cha nini. Kilichobaki hapa, tuingie ndani, tubebe kile kilichokuwa chetu sisi. Tuondoke popote, kama Mbagala, kama Kisemvule, kama Vikindo, tajua hapo hapo.
Sawa dada. Hakuna kulemba lemba. Sielewi. Mbona? Mbona umetokea hapa? Sasa mimi naelewa sasa. Au tumekanyaga mdudu? Mimi nashangaa. Kwa nini tumekosea njia mtondoke? Mtu mdudu kwa nini? Kuzunguka haya. Yaani mtu unaenda unazunguka unarudi hapa nyumbani. Unaenda unarudi unajitahidi kabisa unapambana unarudi hapa nyumbani. Inawezekana tumkanyaga mdudu. Mdudu mara ngapi? Mara pili. Kwa hiyo mdudu tumkanyage sisi tu. Asa kumbe kitu gani? Hata sielewi hapa nilipo. Maana nishachoka. Hivyo. Sumbuana tu. Sasa babaye kasumbua. Mwanamke pambana, mwanamke kata tamaa.
Mimi nishachoka bwana. Asa chochote kitu gani? Unaona kitu kama kitu gani? Unaambia mwanamke akati tamaa kwa kila kinachojiri. Sasa unachochoka kitu gani? Sumbuana na tu.